hawa mashekhe hawakutolewa tu hivi hivi. Kuna something wrong. Lazima kuna makosa. Mambo vipi msemaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, kabisa kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki bwana. Bahati nzuri sana leo ni Ijumaa, ni siku nzuri adhimu kabisa kwa waumini wa dini ya Kiislamu, na nikasema leo basi ni vyema nipite kwa shehe wangu hapa, Sheikh Kipozeo, niweze kupata mawaidha mawili matatu na kujadili pia yale mengine mawili matatu ambayo pia yamekuwa yakiendelea katika mitandao ya kijamii. Niko naye hapa shehe wangu. Shehe wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwema lakini? Kwema kabisa. Naona umekaa kwenye vazi lenyewe kabisa. Hii kanzu ya wapi? Hii kanzu ya Saudia. Saudia. Wewe so mtu wa kanzu za Magomeni? Tunanunua hata hapo Magomeni. Kanzu ile ndio watu wetu. Lakini mara nyingi sana nikikukuta kanzu zako ziko zimenyoka sana. Sasa. Si tunachagua. Mimi kidogo ikiona basi waseme mashallah. Naam. Kabisa. Nikupongeze pia, umekuwa ni moja ya mashehe ambao unawavutia Watanzania wengi kutokana na mawaidha ambao umekuwa ukiyazungumza. Umependwa kwa muda mrefu sana na bado ule upendo kwa Tanzania haujaisha. Pengine hasa nini ambacho kinamfanya kwa mtu ambaye atakafahamu Sheikh Kipozeo watu wengi wampende zaidi? Ile kupendwa kunatoka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu akisha kupenda anaamrisha waja wake wanakupenda. Naam. Hasa kwa mashehe pia, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanavutiwa na mawaidha, kuna wengine wanavutiwa na namna ambavyo unaongea na watu pia. Ni vitu gani vya kuzingatia zile basic ambazo ili uweze kiongoza mashehe upendo na watu? Vitu vya kuzingatia ni kumpenda Mungu kwanza kabla ya yoyote yule. Kwa hiyo ukimpenda sana Mwenyezi Mungu, basi yeye atakufanya uwe mwenye kupendwa na watu. Naam. Sawa kabisa. Sasa leo nikasema nikufuate niweze kupata maoni yako kuhusiana na hili ambalo limekuwa likiendelea. Tumeshuhudia baraza la ulama majuzi hapa, tumeona namna gani ambavyo waliweza kutengua baadhi ya mashehe ambao alikuwepo, akiwemo shehe alikuwepo shehe mkoa wa Dar es Salaam hapa, Sheikh Walidi, kutokana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Amewekwa kwenye uchunguzi pia. Na baada ya utenguzi wake tumeshuhudia kwenye mitandao watu wengi wakimlilia akisema kwamba alikuwa ni shehe mzuri, pengine kwenye hili alijaweka sawa na nini. Akasema nikufuate wewe niweze kupata maoni yako. Kwanza kwenye hili ulivyoliona siku ile ulijisikiaje na umelipokea vipi? Lazima ujisikie vibaya kwa sababu yeye ni mtu ambaye anajitahidi katika kuelimisha watu dini na nini. Kwa hiyo lazima ujisikie vibaya, isipokuwa ukifikiria kitu kimoja tu unashindwa kufikiria vibaya. Haki ilivyo ndo hivyo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu baba yetu Adam alimweka peponi, lakini alipokosea kule peponi, baada ya kula ule mti ambao alimkataza asile, Mungu alimtoa peponi akamleta duniani. Kwa hiyo hawa mashekhe hawa watatu, shekhe wa Kigoma, shekhe wa Singida na shekhe wa Dar es Salaam, hawa mashekhe hawakutolewa tu hivi hivi. Kuna something wrong. Lazima kuna makosa. Watu wakubwa wameyaona. Watu wakubwa wenyewe ndo wale baraza la kamati kuu ya ulama taifa BAKWATA. Baada ya kuona kuna makosa wakaamua kutoa.
au kuwastopisha. Hawajatolewa, wamesimamishwa tu, wamestopishwa. Hoji namna ambavyo wameondolewa sasa. Wanasema kama mbona kama imekuwa ghafla hii. Hakuna ghafla. Hakuna ghafla. Ndo binadamu tulivyo. Hakuna ghafla. Sio ghafla kwa sababu siku zote hata serikali ukiwa unafanya vituko labda unaiba au labda unafanya makosa yoyote yale katika makosa, wanaweza kuwa kama hawakuoni, lakini iko siku atatuma watu wao watakuja kukushika. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo mimi nasema, narudia tena kwamba ni fursa nzuri kwao wao wale mashekhe, fursa nzuri kwao waweze kujitathmini, kujipima, nimekosea wapi, nimepatia wapi. Kwa sababu kawaida ya vyeo hivi vinamfanya mtu yani ajione mkubwa, umeelewa anajiona mkubwa, alafu anaweza kusema lolote, anaweza kufanya chochote, yani kuna kitu kujisahau ukiwa katika cheo. Kwa hiyo unaweza kufanya jambo wewe ukaona kama dogo lakini kubwa. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Kwenye dini ya Uislamu inaruhusiwa kuwa mpaka wake wanne, na kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba kuna binti ameonekana kwenye mtandao akilalamika, anasema kwamba alipata mimba, kwa maana alipewa mimba na shehe na akaweza kulalamika. Wengine wanataja kama sababu. Hasa kuna kosa kwenye hilo kwanza? Kosa kwenye nini? Kwa binti ambaye analalamika kwamba alipewa mimba na shehe, kuna kosa kwamba shehe kumpa mimba mwanamke mwingine? Shekhe kumpa ujauzito mwanamke si makosa, lakini kwa ndoa. Sio kumpa ujauzito bila ndoa. Sio shekhe tu, Muislamu yoyote yani kumpa ujauzito mke wake wa ndoa inafaa, lakini kuchukua tu mwanamke ukampa ujauzito, hiyo haikubaliki kisheria. Naam. Kuna watu wanasema kwamba inawezekana huyo mwanamke ametumwa kutokana na vile ambavyo amekuwa akivisema. Unahisi kuondoka kuna fitna hizo za kusema kwamba hebu ngoja tumfanyizie fitna kwenye hili? Sasa mimi hapo siwezi kutoa hukumu kwa sababu inatakiwa usikilize huku na huku, pande zote. Unamsikiliza yule mwanaume, unamsikiliza na yule mwanamke, ndio unatoa hukumu. Kwa upande mwanamke ukimtazama hasa anaonekana ni mtu ambaye anaweza kama ametumwa au ni kuna yaliyomo inawezekana yamo kweli? Wallahi hapo mimi siwezi kusema chochote kwamba katumwa, maki anaonyesha ushahidi wa kila kitu na nini. Sasa nani kamtuma? Yule anaonyesha ushahidi kabisa. Sasa huwezi kusema katumwa. Anaonyesha ushahidi kabisa. Yani kwa ufupi ni hivi, sisi hakuna cha shekhe wala Muislamu wa kawaida wala nini. Yani sisi Waislamu tunachotakiwa kufanya ni kumwogopa Mungu. Tusifanye vitu ovyo ovyo tu. Tusifanye vitu ovyo ovyo, tujitahidi. Kama itakuwa yule mwanamke kamsingizia Sheikh Walid,
analo jukumu kwa Mwenyezi Mungu. Na kama hakumsingizia basi itakuwa kafikisha jambo la kweli. Hukumu yake kwa mtu kama huyo endapo amezungumza uongo, hukumu yake inaweza ikawa vipi? Kumzushia mtu uongo ni kosa kubwa sana. Kumzushia mtu uongo ni kosa kubwa sana. Wakati wa wakati sheria ya Kiislamu inafanyika, hao wanahukumiwa. Wanaweza kupigwa bakora kwa kumsingizia mtu uongo. Lakini tunatakiwa tuchunguze. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu, in ja'akum fasiqun binaba'in, akikujieni mtu mbaya akakuleteeni habari fulani, fatabayyanu, zifanyieni uchunguzi, an tusibu qauman bijahala, msije mkawadhuru watu kwa ujinga, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, alafu mkaja kujuta kwa lile mlilolifanya. Mtu kuonekana labda ameondolewa katika cheo, mfano kama Sheikh Walid vile, alafu umati mwingi kama unaonekana kumsupport, inakwenda maanisha nini? Inatuma ujumbe gani hasa kwa viongozi ambao mama moja wa muondoa? Kawaida ilivyo ni hivyo, kwamba watu wanapenda viongozi wao. Watu wanapenda viongozi wao. Kwa hiyo ndo maana viongozi wanatakiwa wawe waadilifu. Umeelewa? Ukiwa mwadilifu basi ni vizuri zaidi, kwa sababu watu wana kawaida ya kupenda viongozi wao. Ni msingi. Kwa hiyo msingi wa uongozi ni uadilifu. Uwe mkweli yani. Watu wanazungumza kwamba dini sio chama cha siasa, kwamba au taasisi yoyote ile ya kikawaida au ya serikali, kwamba unaweza kubadilisha tu kiongozi muda unavyotaka wewe, au wengine wakasema kwamba tusiwe tunaweka haya mambo hadharani kwa sababu ni kama tunaivua nguo dini yetu. Walikuwa wanatoa maoni kama hayo, hasa wako Sheikh wangu kwenye hilo, wako sahihi ama na utaratibu wa kuondoa kiongozi kwenye ndani ya dini ya Kiislamu uko vipi hasa? Narudia tena, ndo maana katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kukawa na baraza la kamati kuu ya ulama. Hawa baraza la ulama hawa ni watu wanaolinda nidhamu ya baraza. Kwa hiyo usifikirie tu kwamba mtu alilala tu akaamka akaamua kumtoa mtu, hapana. Wako watu wakubwa, wanawachuoni, wana ilmu, umeelewa, educated kabisa. Sio mtu tu mlevi tu kakaa sehemu anatoa hukumu ya jambo, hapana. Ni watu wakubwa, watu wamesoma, watu wanajua kuchunguza mambo. So mtu mmoja kakaa kukurupuka tu, hawakurupukagi, huwa hawakurupuki. Kikawaida Sheikh, utakuwa mwisho wanawake wangapi kuoa? Kuoa hakuna mwisho. Naweza kuoa wanawake hata 1000. Lakini sio kuishi nao kwa wakati mmoja. Kuishi nao kwa wakati mmoja unaweza kuishi na wake 4. Ikibidi unaweza kuacha alafu ukaoa tena 4. Ndio, kwa sababu maalumu, lakini sio ukae tu ufikiria hawa bora niwaache nitafute wengine. Hiyo haiko. Kama kwa makosa maalumu, kwa sababu maalumu za kuwaacha wanawake, unaweza kuwaacha kwa wengine. Inaruhusiwa kukaa nao karibu hata kama baada ya kuacha? Mwanamke ukimwacha unakaa naye, unakaa naye nyumba hiyo hiyo. Unamwalika hata kwenye shughuli yako, unakaa naye nyumba hiyo hiyo
mpaka ule wakati wa idda uishe. Kwa sababu kama umemwacha talaka moja au mbili, huenda pengine ilikuwa shaitani tu, basi nafsi zikatakasika ukamrejea. Niliona ili juzi pia, kwa sababu nataka niligusie kiimani zaidi. Siko katika kujaji mambo ya wasanii, hapana, ni kwa mtu ili aelewe. Nimeona juzi Bizura pia Zuchu aliomba talaka kwa mmewe Nasibu Diamond, akasema kwamba kutokana na yale ambayo yanaendelea kwamba anamkosea tabia, kwamba baada ya kuonekana kwenye shughuli yake ile kuna wanawake wengi na nini. Utaratibu hasa kwa wanaume hasa atakuwa aishije hasa kwa mkewe ili kuweza kuilinda ndoa? Mwanaume kuishi na mke, Mtume kafundisha kila kitu. Yani mwanaume kuishi na mke ni kama vile kuishi na mtu yoyote tu. Kila mtu ana haki yake. Mzazi ana haki kwa mwanawe, mke ana haki kwa mumewe, na mtoto ana haki kwa mzazi. Basi almuradi ni hivyo, kuchunga haki zao. Kila mtu ana haki yake. Anatakiwa kuomba talaka katika ndoa ni mwanamke au mwanaume au yoyote anaweza kuamua kuomba talaka? Kuomba talaka katika Uislamu haipendezi, ila kuwe na mambo maalum ambayo mabaya, ndo mwanamke anaweza kumwomba talaka mume. Kuna jambo lipi hasa? Mfano ushirikina. Labda mume mshirikina, kwa hiyo mwanamke anaweza kuomba talaka, au anaweza kujivua kwenye ile ndoa. Lakini mwanaume kuonekana labda na mwanamke mwingine ama ana maex wanawake zake, labda wamekutana somewhere, hiyo inaweza kusababisha mwanamke aombe talaka vipi? Hapana. Hapana. Uislamu hautaki kudhani, unataka vitu vya uhakika. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa kakaa itikafu msikitini mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akaja mkewe mmoja, baadaye akawa anamsindikiza. Mbele kulikuwa na vijana wawili, wakawa wanatembea pole pole sana, alafu baadaye wakazidisha mwendo. Baada ya kumwona Mtume akafuatana na mwanamke. Mtume aliwaambia ala rislikuma, tembeeni pole pole. Innaha Swafiyatu bintu Huyai, huyu ni Swafia binti Huyai, mke wangu huyu. Wale wakasema subhanallah ya Rasulullah, kwa nini unasema hivyo? Akasema inna shaitana yajri min ibni adama majra dam, kwa sababu shetani anatembea katika mwili wa mwanadamu kwenye mapito ya damu. Asije akakutembeeni shaitani mkaona labda Mtume hapa kachukua mwanamke wa hivi hivi. Kwa hiyo ukisimama na wanawake au mwanamke, lazima umjulishe ndugu yako, mkeo, nani wako, yoyote yule, umjulishe kwamba hawa ni fulani na fulani na fulani, ili kuondoa shubha, wasije wakafikiria vibaya. Na kumsifia mwanaume ambaye ameoa akanamsifia hadharani mwanamke mwingine ambaye sio mke wake, hiyo iko vipi kidini? Hiyo ni makosa. Kumsifia mwanamke mwingine mbele ya mke wako ni makosa. Labda kama yule mwanamke ni mcha Mungu zaidi, kwa hiyo mkeo mvivu, unaweza kumsifia yule, kumtia uchungu ili apate kubadilika. Lakini katika kumsifia kwa labda uzuri au nini, hayo ni makosa. Lakini pengine unakuta ni mwanamke mzuri kweli, mashallah, hata kama ni mzuri kweli, lakini
wewe usingemuoa yule, ile baada ya kumwona anakuvutia. Sasa ukifanya hivyo inakuwa fitna. Nadhani vijana wengi ndo tunapofeli hapo sasa. Ndio. Hiyo inakuwa fitna. Unataka ivurugike amani katika nyumba. Naam. Kuta mtu anaita majina mara 7 huko, majina mazuri mazuri. Unatakiwa umuite mkeo majina mazuri mazuri, unatakiwa umuite mkeo ili kuingiza furaha katika moyo wake, na upendo unaongezeka, unazidi kuongezeka, unaanzia pale. Hivi ni ngumu sana kucontrol kuwa na wanawake zaidi ya mmoja. Si vigumu, ni rahisi mno. Kuwa na wake 2, 3, 4 ni rahisi mno kabisa. Ni rahisi tu, lakini yani ngao kubwa itakayokulinda ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ukimwogopa Mwenyezi Mungu, manake huwezi kuwatendea dhulma. Utawatendea haki wote. Ama kwa hakika kutenda haki kwa wake 2 au 3 au 4, haki kama vile wanavyotaka watu, haiwezekani. Tena kasema Mungu mwenyewe. Ngumu. Sura ya 4 aya ya 129, Mwenyezi Mungu anasema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, hamwezi kufanya usawa, uadilifu kati ya wanawake 2 au 3 au 4, hata mkijitahidi vipi hamwezi. Huwezi. Fala tamilu kulla al-mail, msiegemee tu upande mmoja kwa moja. Lakini uadilifu huo haupo. Na Mtume akafafanua akasema la adalata fi sarir, kitandani tu ndo hakuna uadilifu. Kwa nini hakuna uadilifu pale? Kwa sababu kuna vitanda vingine ukilala unajikuta kama uko peponi. Yani vitanda vingine mpaka ukumbuke. Sasa hapo ndo penye rabsha hapo. Uadilifu pale haupo pale.